ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وقليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. Tunamalizia sura yetu leo kwa aya zilizobaki hizo, aya 7. Allah anasema, anatuamrisha tuchukue tahadhari na vitimbi vya shaitani. Wa imma yanzaghannaka shaytanu nazghun wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun. Akikushawishi shaitani kwa aina ya ushawishi wake, fasta'idh billahi, kimbilia kutaka ulinzi kwa Allah. Innahu sami'un alim, Allah ni mwenye kusikia na anajua kila kitu. Tulisoma habari ya isti'adha kwa upana sana tulipoanza tafsiri mwanzo, kwamba shaitani ana uzoefu wa muda mrefu, alafu si mjinga, ni msomi, ana ilmu ya kutosha, na katika ulimwengu huu hakuna anayemweza shaitani ila aliyemuumba shaitani. Kwa hiyo ukizembea katika upande wa kumtegemea Rahmani, usalimiki na ushawishi wa shaitani. Kwa hiyo sura yetu hii, baada ya kupitia visa vingi vya mitume, vituko walivyopambana navyo mitume kwa watu waliomilikiwa na shaitani, mwisho Allah anafungia kutuambia tuwe na tahadhari na umakini. Dakika za kuishi duniani ni chache. Akifanikiwa shaitani kukuharibia kwenye hizo dakika zako, wewe una hasara ya milele. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun. Ikiwa atakushawishi kwa aina yoyote ya ushawishi shaitani, fasta'idh billahi, kimbilia kutaka ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maana yake, wa imma yusibannaka ya Muhammadun ta'ifun minash shaitani,
ikiwa atakusibu shaitani ewe Muhammad, na Allah kasema mina shaitani kwa sababu mashaitani ni wengi. Tumepita katika suratul An'am, aya inasema shayatinul insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mashaitani wa kibinadamu na mashaitani wa kijini wanapeana maelekezo ya udanganyifu wenyewe kwa wenyewe. Nini tufanye? Huyu tutamharibu vipi? Tutampotoa vipi? Anajifanya kanyooka. Kwa hiyo kila ukijifanya umenyooka, na wanatafuta mabingwa upande wa mashaitani wa kukupindisha. Sasa utakapoona unajitahidi sana katika upande wa taa, lakini kuna viashiria kidogo vya kuingia kwenye mitego ya mashaitani wa kijini na wa kibinadamu. Wa imma yusibannaka ta'ifun minash shaitani, likikusibu kundi miongoni mwa hao mashaitani, bil waswasati, kwa ule ushawishi wao, watashkiki, na kukutiatia shaka kwenye baadhi ya mambo, ili wakupotoshe fil haqi, kwenye haki. Ukiona kuna udhaifu kidogo, ufanisi kwenye masala ya ibada umepungua, mambo mengine ya ovyo yanaingia kwenye moyo, unayapenda, fasta'idh billahi, basi kimbilia kutaka ulinzi kwa Allah. Mwambie Allah akulinde. Na shaitani wapo, tena ni wengi, na wanabidii kweli kweli, tenda yao ni kumpotosha binadamu. Inna shaitana lakum aduun, hakika shaitani kwenu ni adui. Fattakhidhuhu aduwa, muwekeni kwenye nafasi yake ya uadui, mumtriti kama adui. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Shaitani kazi anayoifanya hapa duniani ni kuwalingania watakaokubali kumfuata katika binadamu, ili wawe pamoja katika watu wa motoni. Kwa hiyo viashiria vyovyote utakavyoviona vinavyoonyesha udhaifu kwenye imani yako, miamala, ibada na mambo mengine, fasta'idh billahi, kimbilia kwa Allah, umuombe akulinde. Fastajir billahi, taka ulinzi kwa Allah. Walja ilayhi fi daf'ihi anka, umtegemee sana Allah akuondolee huo ushawishi, huo wasiwasi wa shaitani. Ni Allah peke yake ndo anayemweza shaitani, lakini hakuna msomi mcha Mungu kwa ujanja wake anaweza kupambana naye. Kwa hiyo kuwa karibu na Mola wako akulinde na shari ya adui yako. Innahu, hakika yake huyo Allah unaambiwa umtegemee, sami'un alimun, anasikia yote yanayosemwa na anajua dhamiri za wasemaji. Sami'un lima taqulu, anasikia unayoyasema. Alimun bima taf'alu, na anayajua unayoyafanya. Kwa hiyo mtegemee Allah ambaye anakuona popote ulipo na anajua mpaka yanayopita katika moyo wako unayoyafikiri. Innal ladhina taqaw, hakika ya watu waliojipamba na sifa ya uchamungu, watu wacha Mungu, wanaishi maisha ya kufuata utaratibu, wako kwenye dini. Ai, maana yake innal ladhina tasafu bitaqwa Allahi, waliojipamba na sifa ya uchamungu katika wanadamu na katika majini pia. Wale waliojipamba na sifa ya uchamungu, idha massahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru, wanaponasa kwenye mtego miongoni mwa mitego ya mashaitani, huwa wanajidiriki haraka, wanashtuka haraka, wanakumbuka hatua muhimu na sahihi ya kuchukua. Idha massahum ta'ifun minash shaitani, yani idha asabahum shaitanu, idha asabahumush shaitanu, shaitani anapowasibu, biwaswasatihi, wa ule ushawishi wake, wa hama haulahum bihawajisihi, akawa kawamiliki, kawamudu kwa zile mbinu na njama zake. Anayejisikia hapa nimedhibitiwa na shaitani,
Tadhakaru huwa wanakumbuka, wanakumbuka vipi wajinasue. Na tumeambiwa hapo juu namna ya kujinasua ni kumtegemea Allah, ndo anayemweza shaitani. Tadhakaru iqaba Allahi wa thawabihi, wanaoingia kwenye mitego ya shaitani haraka huwa wanakumbuka adhabu za Allah na thawabu zake. Hapa kuna moja katika mawili natakiwa nifanye, moja zuri moja baya. Nikifanya hili baya ninakokwenda kugumu litanitesa, anakumbuka yaliyoko kwa Allah. Hili zuri nikilidharau nikaliwacha nitalaumiwa, kwa nini nimezembea jambo lenye maslahi nikaliwacha. Kwa hiyo mazingira ya maisha ya binadamu wakati wote yanatakiwa awe karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Yale mnayoyafanya ndani ya mchana na usiku, hayo ndio yanahesabiwa, yatakuwa miongoni mwao mema yako na mengine mabaya yako. Kwa hiyo usidharau kwenye upande wa mema, hata kama ni madogo madogo mengi ndio yanajaza kwenye kapu yako na yataongeza uzito kwenye malipo siku ya kiyama. Yakiwa mazuri madogo mengi umefanya, yanakuongezea uzito kwenye kipimo. Lakini ukidunduliza haya madogo maovu, yanaongeza uzito pia kwenye mizani mbaya. Kwa hiyo mtu mwema mcha Mungu anakuwa mwerevu, anaishi akiwa kini enough kujua lipi lina faida, lipi lina hasara, lipi nifanye, lipi niwache, lipi linakwenda upande wa kheri na lipi linaenda upande wa shari. Hiyo ndo tadhakaru, wanakumbuka haraka kwa sababu ya tabia nzuri na kuelekea sana upande wa Allah. Haraka nafsi zao zinawakumbusha hapo uko katika njia panda. Sheikh, ukenda kulia utapata kheri, ukenda kushoto shari. Faidhahum mubsirun, kwa sababu wamekumbuka. Faidhahum mubsirun, wanakuwa wako macho, wanajua vya kuchagua. Yani yubsiruna alhaqa, wanaiona haraka ile haki, lile lenye faida. Binuri albasira, kwa nuru ya mwanga wa moyoni. Moyo wao unakuwa unajua kupanga na kuchagua. Wacha Mungu lakini wasio kuwa na sifa ya ucha Mungu, anasema demu kaja mwenyewe nitamwachaje? Kivipi? Kwa mfano, simwachi, anafanya. Washikaji wameniambia tutoke auti leo, wanaenda kupiga pombe na mambo mengine. Hafahamu kwamba haya ni matatizo ninajiwekea mwenyewe. Lakini mtu mcha Mungu akiona mambo kama haya, hii safari hainifai, nendeni bwana. Maana mashetani ni majini na binadamu. Sasa hata binadamu wenzako wanaweza kukutia kwenye mitego, ukaingia ukenda ukamwasi Allah, pengine na siku zako ndo zimeisha, unaenda kumalizikia huko kubaya. Hapa umetokea ajali, watu 5 wamekufa, mmoja wewe. Unaenda na pombe zako, zinaa yako hujakoga na kila kitu chako. Sasa mtu mwema huwa anakumbuka haraka, moyo wake una sense, hichi hakifai, hichi ni muhimu. Tadhakaru, huwa wanakumbuka haraka. Faidhahum mubsirun, kwa maana hiyo huwa wanaona ile haki, lipi lenye faida wanalijua. Wayatakhallasuna min wasawisi shaitani, kwa hiyo huwa wanajinasua na ile mitego ya vitimbi vya wasiwasi wa shaitani. Kwa takwa Allahi, mtu anakuwa na uwezo wa kusema hili sifanyi, sitaki, hili baya. Kama huna hiyo takwa Allah, kila kitu kilichoko mbele yako wewe utafanya tu. Kwa hiyo ni mafunzo Allah anatupa. Kitaka kujicheki ukoje, basi ndo hivi vitu vya kutumia. Wa ikhwanuhum, na ndugu zao. Ndugu zao nani? Ndugu zao shaitani. Mashaitani ni wengi, wa kijini na wa kibinadamu. Wa ikhwanuhum, na ndugu zao hawa mashaitani. Yamudunahum fil ghayyi, tenda yao hapa duniani wanashughulika na kuwapoteza tu watu wale walioelekea kwa Allah. Kila ukijifanya mgumu kuwakubali, na wao wanabadilisha mbinu ngumu za kukumudu. Allah ndo anatuambia hii jambo linafanyika physically kila siku.
wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayy. Ikhwanu shayatini, ndugu wa mashaitani, alladhina lam yattaqullaha, ni wale watu ambao wao sio wacha Mungu. Shaitani ndo anawatumia hawa. Hukwenda upande wa Mungu, wewe uko upande wa shaitani. Sasa kuna majini ambao huwaoni, lakini hata binadamu wenzio wanakuwa ni watumishi wa shaitani, ndugu zao shaitani. Kwa hiyo hawa ndugu zao shaitani, alladhina lam yattaqullaha, ni wale watu ambao hawana ucha Mungu, wanamsaidia shaitani kazi yake. Wa humul kafaratul fajara, hawa ni watu makafiri ambao wana hobi ya kufanya maovu. Atakwambia twenzetu bwana, kwani tatizo nini? Pesa tu, wewe huna haja ya kutoa pesa, wewe njoo na demu wako tu, vinywaji vipo, usafiri upo, chakula kipo na hichi kipo. Anakungangania tu ndugu yake shaitani. Sasa sema leo moja tu Mungu atanisamehe, huyo ushanasa. Ukisema leo moja na kesho utasema na leo tu tena sirudii, ukishanogewa hutoki tena. Kwa hiyo ndugu wa shaitani ni watu waovu ambao wao hawako katika utaratibu wa kumcha Mungu. Hawa wao, fa inna shayatina, hakika ya mashaitani, taghwihim, huwa wanawapotosha watu wema. Watazayyana lahum sabila dhalali, na mashaitani huwa wanawapambia watu wema ile njia ya upotovu. Shaitani anampambia mtu mwema ile njia ya upotovu. Yani ukisikia kitu kimepambwa, pambo huwa lina hadaa. Ndio maana watu husema usichague mchumba siku ya sikukuu. Maana siku ya sikukuu utamkuta kajipiga gypsum zake, unamuona mweupe anang'ara, kajitupia dhahabu, nguo ya 1.5 kavaa, na usema mtoto mzuri. Ukishamchukua akaja nyumbani, nywele anaziondoa juu ya kichwa, zinawekwa juu ya meza. Wewe ulimpenda ana nywele nzuri, kumbe za kutengenezwa Korea. Unaona, sio aloumbwa nazo. Sasa nywele gani inachukuliwa ikawekwa juu ya meza, alafu mtu akaenda chooni hana nywele? Sasa kitu kilichopambwa huwa kina mvuto, yale mapambo ndio yanayovutia. Kwa hiyo mashaitani wana kazi ya kupamba yale maovu yawekwe mbele yako, wewe uone hayana noma, mazuri tu, yamependeza, yamenyooka. Kwa hiyo mashaitani ndio wanafanya hizo kazi. Thumma la yuqsiruna, halafu hawa mashaitani hawachoki, hawavunjiki moyo. Sio kwamba leo umekwepa sema huyu achana naye. Hawaachani na wewe, wanabadilisha mbinu. La yuqsirun, la yumassikuna wala yakufuna an ighwaihim, hawastopishi operation zao, wala hawasemi huyu tumwache, tunajizuia na kumpotosha, hatumwezi. Hawafanyi hivyo, wanabadilisha mbinu tu, na wanabadilisha watendaji. Walitumwa hawa wameshindwa, wataletwa wengine bora zaidi, waliosomea zaidi. Kwa hiyo wewe bila ya msaada wa Allah huwezi kusalimika, kwa sababu kuna watu wamekutarget na wanakufuatilia, hawachoki. Wa idha lam ta'tihim bi aya, kwa mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa kawekewa vikwazo vingi astopishe dawa yake, na wakawaendewa wale ambao wanamkubali maneno yake yakisema wanaaminishwa ni muovu, wasimfuate. Sasa kuna vitu huwa vinatendeka katika jamii, kama wewe Mtume, tufanyie hili, tufanyie hili, tufanyie muujiza huu. Mbona mitume wenzako walikuwa na muujiza? Sasa hao nao Allah anamwambia mtume wake, wa idha lam ta'tihim bi aya, hawa watu kama wanaomba muujiza, usipowaonyesha muujiza waliouomba, qalu laula jtabaitaha, si unaona tumemwambia afanye kitu fulani kimemshinda. Mtume gani huyu? Laula jtabaitaha, au vumbue wapi? Huyu si mtume, tunakwambieni. Wa idha lam ta'tihim bi ayatin,
wa idha lam ta'tihim bimu'jizatin kama iqtarahuhu, ikiwa hukuwaletea muujiza kama waliouomba wenyewe, qalu, huwa wanasema wanapokutana kwenye chemba zao, laula jtabaitaha, mbona hakufanya muujiza kama yeye mtume wa Mungu? halakta laktaha, mbona hakuuleta huo muujiza tuliomuomba? Au mbona hukuuleta ewe Muhammad? halakta laktaha ya Muhammadun, mbona hukuleta huo muujiza tuliokuomba we Muhammad kama ni mtume kweli? Wakhtarataha min indi nafsika, si tulitaka ufanye mwenyewe, mbona hukumudu kufanya hicho kitu? Na mitume wenzako walikuwa wana uwezo wa kufanya hivyo. Musa alikuwa akitupa tu fimbo yake chini inageuka nyoka, akiishika inakuwa fimbo. Mbona wewe ufanye vitu kama hivyo vikatusaidia kujua kuwa wewe ni mtume kweli? Yani wanaomba jambo alafu wanataka all over the sudden lifanyike pale pale. Lisipofanyika kwa wao ndio ishakuwa hoja. Si tumemwambia afanye jambo fulani, mbona hakufanya? Wa huwa tahakkumu minhum la'anahumullah. Hii ni kuwatoa maanani makafiri, hawana akili, Allah awalaani. Sasa Allah anamwambia mtume wake, qul, waambie, innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi, mimi sio mfanyaji wa chochote katika hayo mnayoyasema au mnayoyadai. Innama, si vinginevyo, attabi'u ma yuha ilayya min rabbi, mimi nafata yale maagizo niliyofunuliwa kama wahi kutoka kwa Mola wangu. Fanya hivi ndo ninafanya, zuia hili ndo ninazuia. Hayo mnayoniamrisha nyinyi sina mamlaka nayo, mimi ninafuata ninayoamrishwa na Mola wangu. Qul, sema, innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi, mimi ninafuata yale ninayoagizwa kutoka kwa Mola wangu. Qul lahum ya Muhammadun, waambie hawa watu ewe Muhammad, laisa al-amru ilayya, haya masala siyafanyi mimi, hayako kwangu, sina uwezo nayo. Hata ati bi shay'in min indi nafsi, sina uwezo utakaoniwezesha nilete kitu mie mwenyewe nikitaka tu nifanye. Mie siko hivyo, sina uwezo huo. Wa innama ana abdun, mimi ni mja wa Allah miongoni mwa waja wake. Amtathilu ma yuhihi Allahu ilayya, nina practice kile ambacho Allah ananiagiza, na anachoniagiza Allah nina uwezo wa kukifanya. Kwa hiyo sina maajabu ya kukufanyeni kila mtakachotaka mimi nifanye, sina uwezo huo. Mimi huwa ninatekeleza kile ambacho Mola wangu kaniamrisha, ndo ninafanya. Hadha basairu min rabbikum, Allah anatuambia sote sasa, hoja zinatoka kwa Mola wenu, hoja za kukinaisha. Hadha alquran, hii Qur'ani mnayosomewa, aljalilu, ambayo ni tukufu, hujajun bayinatun, ni hoja za wazi, mnaweza mkazitumia popote. Kama wao walimtaka mtume fanya hivi, kawajibu hivi, ni hoja na nyinyi kwenu, tumieni hizo. Ana mashaitani wapo, na kama tunavyoambiwa hawachoki wala hawa give up, hawakati tamaa, hawavunjiki moyo. Qur'ani ni hoja za wazi, zinaweza zikamsaidia mwenye kuziamini, zikamnasua kwenye mitego ya shaitani. Wa barahina nayiratin, na ni dalili zenye nuru, zinaangaza, ni dalili angavu, zenyewe zinatosheleza. Yughni an ghairihi, hoja za Qur'ani na dalili zake hazihitaji msaada kwenye hoja nyingine. Qur'ani yenyewe mwenye kuitegemea inamtosha kuwa ni hoja na dalili. Yughni an ghairihi min almu'jizati, hikma yake Allah anaambia hii Qur'ani yenyewe haihitaji hata miujiza, yenyewe Qur'ani ni miujiza mitupu. Kwa hiyo yenyewe Qur'ani
inatosha kuwa ni dalili na hoja na miujiza. Haihitaji tena mfanyiwe miujiza hiyo mnayoidai nyinyi. Fahuwa, kwa hiyo hii Qur'ani bimanzilati albasairi lilqulubi bihi yubsiru alhaqu wa yudrik. Qur'ani inachukua nafasi ya mwangaza, unamurika kwenye nyoyo za wenye kuihifadhi. Mwangaza huu ukiwa nyoyoni, nyoyo za wenye hii Qur'ani zinaona haki na zinaimiliki. Kuona ni kitu kingine, alafu kukimiliki kile ulichokiona ukawa una uwezo wa kunufaika nacho ni jambo la pili. Kwa hiyo Qur'ani ina uwezo mkubwa wa mwenye kuwa nayo kumsaidia kama ni hoja, dalili, inamsaidia kama ni mwanga au nuru ya kuonea mahala panapo mashakili ya utatanishi, mambo yaliyochanganyika. Qur'ani inakuwekea wazi na inakuonyesha njia sahihi ya kupita. Alafu pia Qur'ani wahuda, ni muongozo kwa wale ambao wamejingikiwa, hawajui pa kwenda la kufanya. Qur'ani inawaongoza. Wa rahmatul liqaumin yu'minun, na Qur'ani ni rehma, inawatoa kwenye maafa, inawapeleka kwenye mafanikio. Lakini inakuwa ni rehma Qur'ani kwa watu waumini. Huiamini itakukataa na yenyewe, ukiamini itakuwa pamoja na wewe, utanufaika naye. Wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun, hidayatun wa rahmatun lilmu'minin. Qur'ani ni muongozo na Qur'ani ni rehma ya Allah kwa waumini. Liannahum, kwa sababu hawa waumini al-muqtabisuna min anwarihi, waumini huwa wanaonea nuru ya Qur'ani. Walmuntafi'una min ahkamihi, na waumini ndio wanaonufaika na hukumu za Qur'ani. Wanaona kwa nuru ya Qur'ani na wananufaika sana na hukumu za Qur'ani waumini. Akasema Allah, wa idha qara'ta alqur'ana, na unaposoma hii Qur'ani we mu'min, fasta'idh billahi, au wa idha quri'a alqur'an, inaposomwa Qur'ani. Idha qara'ta iko kwenye suratul Nahl. Wa idha quri'a alqur'anu, inaposomwa Qur'ani, usomi wewe, inasomwa. Fastami'u lahu, mukisikia Qur'ani inasomwa isikilizeni. Wa ansitu, na munyamaze kwa kuizingatia. Kwa hiyo hii ndo hukumu ambayo inayotufundisha ni makosa kutia Qur'ani kwenye mikahawa, kwenye magari ya abiria, kwa sababu Qur'ani inasomwa alafu mnaifanyia shere. Nyie mna story zenu, pengine yanafanywa mambo yasiyofaa hapo. Agizo la Allah, Qur'ani popote ukiisikia unatakiwa upay concentration, uisikilize kwa mazingatio. Wa idha quri'a alqur'anu fastami'u lahu, wakati wowote mahala popote ikisomwa Qur'ani isikilizeni. Wa ansitu, na munyamaze kwa ajili ya kuizingatia. Yani wa idha tuliyatil Qur'an, wa idha tuliyat ayatul Qur'ani, zikisomwa aya za Qur'ani, fastami'uha, zisikilizeni. Oda hiyo, fastami'uha, zisikilizeni, bitadabburin, kwa kuzizingatia. Waskutu inda tilawatihi, nyamazeni kimya wakati Qur'ani inasomwa. Uskutu, nyamazeni kimya, inda tilawatihi, wakati Qur'ani inasomwa. I'zaman lilqur'ani wa ijlalan, kufanya hivyo ni kuiadhimisha hiyo Qur'ani yenyewe na kuipa utukufu wake. Muonyeshe kwamba hichi kitu kitukufu. Zamani hapa ilikuwa tukisikia honi magharibi, kama una nyendo zako uko juu ya baskeli, ushuke, usimame, ukaze mguu, maana bendera inashushwa wakati ule. Ole wako wa kuone volunteer unafanya mambo yako, bendera inashushwa. Sasa hapa mwenyewe naye mwenye ulimwengu katoa agizo hilo,
waumini, ikisomwa Qur'ani isikilizeni na mnyamaze kimya, muizingatie. Hikma yake ni nini? La'allakum turhamun, ili mpate kurehemewa, mtapata rehema ya Allah. Kipindi kifupi utakachoisikiliza Qur'ani, hata kama ni aya 3, aya 1, ukizingatia una gain something, huondoki bure. Kwa hiyo ukipata chochote katika kuizingatia Qur'ani, Allah amekurehemu. La'allakum turhamun maana yake likai tafuzu birrahma, ili mufanikiwe kupata rehema za Allah. Muiheshimu Qur'ani, ikisomwa nyamazeni na muizingatie. Wadhkur rabbaka fi nafsik, jengine muumini anausiwa. Wadhkur rabbaka fi nafsik, mkumbuke Mola wako moyoni mwako. Wadhkur rabbaka, mkumbuke Mola wako fi nafsik, moyoni mwako. Yani moyoni usighafilike na kumkumbuka Allah. Wewe unakwenda ujue Mola wangu ananiangalia. Yakitokea yale mambo pacha zuri na baya, ukumbuke hapa Mola wangu ananipima, nitachagua lipi. Yani wewe unamkumbuka Mola wako kila wakati. Yani wadhkur rabbaka sirran, mkumbuke Mola wako siri yako mwenyewe moyoni mwako. Mustahdiran li'azamatihi wa jalalihi, iyo kumkumbuka kwenyewe iwe umehudhurisha moyoni mwako kwamba Mola wako ni mkuu na ni mtukufu, uwe unaenda na utukufu wa Mola wako. Tadarruan wa khifatan, fanya hivyo kwa unyenyekevu, tena si lazima utoe sauti kwamba unataja majina ya Allah kila pahala mpaka watu wakakuona mwenda wazimu. Tadarruan, ufanye dhikri kwa unyenyekevu. Wa khifatan, kimya kimya. Mutadarrian, uwe ni mtu mnyenyekevu, ilaihi, kwake Mola wako. Wa khaifan minhu, na uwe unawoga kidogo, uwe una aina ya woga, unaogopa kumkosea. Wa duna aljahri min alqawli, na wala huna haja ya kujihirisha maneno kwamba unakwenda unapayuka unataja jina la Allah. Wa duna aljahri min alqawli, usijihirishe maneno. Kama unaleta adhkari mwenyewe ulimi unatikisika, moyo unazingatia kinachosemwa na ulimi, hiyo ndio inavyotakiwa. Wasatan baina aljahri wasirri, adhkari zako hizi za kumtaja Mola wako uzilete kati na kati, baina ya kutoa sauti na kunyamaza kimya. Maana huwezi kufumba mdomo umenyamaza kimya ukasema ninamkumbuka Allah, na ulimi lazima uwe unataharaki. Kwa hiyo iwe ni wastani, wakati na kati, baina ya kujihirisha sauti na kuificha kabisa ikawa haitoki. Lete adhkari kila wakati. Allah ana majina mengi, uyatumie kwenye kila occasion. Bilghudwi wal asali, fanya hivyo all day long, asubuhi na jioni. Kutwa yako, kucha yako, ukiwa macho uwe unamkumbuka Mola wako. Yani fi sabahi wal ashi, kuanzia asubuhi mpaka jioni fanya hivyo. Wala takum minal ghafilin, usiwe katika wenye kughafilika na hilo. Maana yake tuliposoma muawidhataini, alladhi yuwaswisu fi suduri nas min sharri alwaswasi alkhannas alladhi yuwaswisu fi suduri nas. Tuliambiwa kwamba shaitani ana ofisi kwenye nyoyo zetu. Kila mmoja wetu huku moyoni shaitani kuna sehemu yeye anadili nayo. Kama ingekuwa ni switch exchange, anachomoa fuse hapa akachomeka hapa, ya huku akaweka hapa, ili alete matokeo hasi, haribu tu. Sasa moyo wa mtu unayemkumbuka Allah, shaitani huwa hawezi kufanya chochote, lakini anasubiri fursa pale umeghafilika tu na kumtaja Allah, pale ndo anakufanyia vitu. Ukiondoka hapo unashtuka, we unakuja kushangaa, mimi nimefanya hili. Kwa hiyo moyo wa mtu anayemtaja Allah, shaitani hauwezi. Al-Khannas tumeambiwa anasitisha shughuli zake
Pale ambapo mtu mwenye moyo huu anamkumbuka Allah, shaitani hawezi kufanya chochote. Ndio maana ukaambiwa usighafilike na hilo. Kipindi ukighafilika, shaitani hufanya ya kwake. Hata ukaja ukashtuka, tayari ushayakoroga, ushayaharibu. Kwa hiyo Allah amesema wala takum minal ghafilin, usiwe katika wale wanaoghafilika na hili. Ili swala lifanya endelevu. Ukiamka tu kutwa yako, shughuli zako zote, moyoni huo unamkumbuka Allah. Na tumeambiwa kwenye hadithi al-Qudsi, Allah amesema, ibna Adam, ewe mtoto wa Adam, ati'ni biqadri ma yamilu qalbuka ila dunya, jilazimishe kuwa kwenye taa yangu kwa kiasi unachoona moyo wako unamili kukupendezesha dunia. Wa illa, kama hukufanya hivyo, kuwa karibu na mimi, ukhriju mahabbati min qalbika, mimi nitaondoa mapenzi yangu moyoni mwako. Itakuwa wewe hunipendi na mimi sitokupenda, hatutopendana. Moyo huu ambao hauna mapenzi ya Allah, utavangatia chochote kilichoko huko nje. Kwa sababu gani? Allah akasema fa inni la ajma'u, mimi sijachanganya pamoja hubbi wa hubba dunia fi qalbin wahidin abada. Sijachanganya pamoja mapenzi yangu mimi na mapenzi ya dunia nikayajalia yanaweza kukaa kwenye moyo mmoja. Moyo huo huo upende dunia na huo huo upende dini na ucha Mungu. Haimkiniki. Ukiijaza dunia moyoni, dini inaondoka. Ukiulazimisha moyo upokee dini, dunia itatoka. Havikai vyote viwili pamoja. Fa inni, mimi, la ajma'u hubbi wa hubba dunia, sijachanganya mapenzi yangu mimi na mapenzi ya dunia fi qalbin wahidin abada, nikayaweka kwenye moyo mmoja. Katu sijafanya hicho kitu. Kama la yathbutu alma'u wan naru fi ina'in wahidin abada, kama ambavyo hayawezi kusurvive maji na moto kwenye chombo kimoja. Tia mkaa kwenye sufuria, washa moto, mkaa ushike moto, halafu utie na maji, useme na chemsha maji yangu. Yale maji uyaingize mle mle kwenye mkaa unaowaka. Utegemee moto uwake na maji yawemo. Haiwezekani. Kimoja ndo kitatawala. Kama maji ni machache, yataevaporate yote, moto uendelee kuwaka. Kama maji yatakuwa nguvu sawa na moto, moto utazimika, yatakuwa maji yametawala. Kwa hiyo na moyo wa mtu, kama alivyosema Allah kwenye suratu Ahzab aya 4, ma ja'ala Allahu lirajulin min qalbayni fi jawfi, Allah hajajaliapo mtu yoyote akamwekea mioyo miwili kifuani mwake, kwamba huu moyo mmoja atumie kwa mambo ya dunia yake na moyo mmoja iwe ni kwa ajili ya dini. Hakuna hicho kitu. Moyo ndo huo huo mmoja. Ukitia dunia, dini inaondoka. Ukijaza dini, dunia haina pa kukaa. Kwa hiyo jilazimishe, kama unajua malengo, jilazimishe uwe karibu na Allah ili moyo wako uwe salama, uwe na maamuzi mazuri yenye tija. Hukutaka kufanya hivyo, yatakaa ya shaitani na ya Allah yatakosa nafasi. Kwa hiyo Allah anatuambia wadhkur rabbaka fi nafsika, mkumbuke Mola wako kimoyo moyo kwenye nafsi yako, tadarruan wa khifatan, umkumbuke kwa unyenyekevu huku ukiwa unawoga, kimya kimya, biduni aljahri min alqawli, pasi na kujihirisha maneno kwa sauti kubwa, bilghuduwi wal asal, maana yake kutwa nzima, all day long. Wala takum min alghafilin, wala swala hili usiwe ni mwenye kughafilika nalo. Kuwa karibu na Mola wako kila wakati. Wala taghfulu an dhikrillahi, usijighafilishe na kumkumbuka Allah. Allah awemo moyoni kila wakati, basi wewe utakuwa ni muungwana, unajua kupangilia mambo yako. Utafanya mambo kistaarabu tena yenye tija. Unafanya jambo la dunia yako, unapata na thawabu kwa ajili ya akhira yako. Innal ladhina inda rabbika, aya kama Allah kamalizia aya yake ya mwisho sura hii kwa kutupa taarifa hii. Innal ladhina inda rabbika, hakika ya viumbe walioko kwa Mola wako, malaika hao.
innal ladhina inda rabbika, hakika ya viumbe walioko kwa Mola wako, ail malaikatul athhar, hawa ni malaika wema. Malaika la yaasuna Allah ma amarahum, hawaasi lolote katika wanayoamrishwa na Allah. Wayafaluna ma yu'marun, na wanafanya kwa ukamilifu yote wanayoamrishwa. Hawafanyi wakasema imetosha, basi leo nimechoka. Hawana hivyo. Kwa hiyo malaika wote mbele ya Mola wako, la yastakbiruna an ibadatihi, hawana tabia ya kiburi wakasema tumechoshwa na ibada, tunapumzika kwanza. Hawajivuni wakaacha kufanya ibada kwa ajili ya Mola wao. La yatakabbaruna an ibadati rabbihim, hawana kiburi kitakachowasababisha kuacha au kupunguza ibada za Mola wao. Malaika wote wako hivyo. La yaasuna Allah ma amarahum, hawamuasi Allah kwenye anayoamrisha. Wayafaluna ma yu'marun, na wanatekeleza kwa ukamilifu yote wanayoamrishwa. Sisi huwa mtu anafika mahala anasema Mungu mwenyewe anajua nilivyochoka sasa hivi, si swali kwanza naenda kulala. Wewe umechoka hata hii kutekeleza huu wajibu pia unashindwa. Hasa Mungu mwenyewe anajua, basi wewe unajichukulia likizo. Lakini walioko kwa Mola wako malaika hawana tabia hiyo. Wayusabbihunahu, wanamsabihi Mola wao, wanaleta adhkari. Walahu yasjudun, tena wanasujudi, wanasali kwa ajili yake. Wayusabbihunahu yunazihunahu amma la yaliqu bihi, hawamsifii Mola wao jambo asilostahiki kusifiwa nalo. Walahu yasjudun, na malaika wanasujudi kwa ajili ya Allah. Yani la yasjuduna illa lillahi, wakisali au wakisujudi hawasujudii lengo lolote, ila wanasujudi kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo kama ni ibada au taa, Allah anao viumbe wengi. Maana malaika kwa idadi, hata tukichanganywa sisi binadamu na majini sote kwa pamoja, malaika ni wengi zaidi na hawamuasi Allah. Kwa hiyo kama ibada ni utajiri, basi hatujamfilisi sote tukigoma. Allah ana viumbe wake wanamwabudu na hawamisi, hawachoki kufanya hivyo. Imetimia mpaka hapo tafsiri ya suratul A'rafi, na darsa ijayo inshallah tutaanza tafsiri kwenye sura ya 8, suratul Anfal. Ila kama dasturi narudia tena hapa tuliposoma leo mara moja. Bismillahirrahmanirrahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun, ikiwa watakushawishi kwa aina yoyote ya ushawishi unaotokana na shaitani, fasta'idh billahi, kimbilia kutaka ulinzi kwa Allah. Innahu sami'un alimun, Allah anasikia na anajua. Anasikia yote yanayosemwa na anajua kila kitu yanayotendwa. Innal ladhina taqaw, hakika ya watu wenye sifa ya uchamungu, idha massahum ta'ifun minash shaitani, wanapopatwa na ushawishi wa aina yoyote unaotokana na shaitani, tadhakaru, huwa wanajiwahi, wanafahamu mapema. Fa idhahum mubsirun, tahamaki, wanakuwa na uwezo wa kuona lipi la kulichukulia hatua, lipi la kulifanya. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayy, na ndugu zao hawa mashaitani wanaowashawishi watu hawa, ndugu zao bimaana ni viumbe binadamu waovu, wale ambao tayari ni wateja wa shaitani. Yamuddunahum fil ghayy, wana sera endelevu ya kuwapotosha watu, kuwapambia watu. Thumma la yuqsirun, halafu hawachoki kufanya hivyo. Anakushawishi na hachoki kufanya hivyo. Wa idha lam ta'tihim bi ayatin, na wewe Muhammad, hawa watu washindani wako wanakuomba muujiza, fanya muujiza fulani. Wa idha lam ta'tihim bi ayatin, usipowaletea huo muujiza, qalu, huwa wanasema laila jtabaitaha, au vumbue wapi bwana we, anaweza nini huyu, si muongo tu, mbona haja tufanyia. Qul, waambie,
innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi, innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi, mimi ninafuata yale ninayoagizwa kutoka kwa Mola wangu, sifati yale mnayoniagiza nyinyi. Nyinyi hamna uwezo wa kunipelekesha, mimi nafanya nilichoagizwa na Mola wangu. Hadha basairu min rabbikum, hii Qur'ani ni hoja inayowapa uoni wa nyoyoni inayotoka kwa Mola wenu, wa huda, na Qur'ani hii ni muongozo inakuelekezeni kwenye yenye manufaa, wa rahmatul liqaumin yu'minun, na Qur'ani hii ni rehma za Allah kwa watu wenye imani. Kurehemewa ni kutolewa kwenye maafa ukapelekwa mahala salama. Kwa hiyo inakutoa kwenye visa vya upotofu, inakupeleka kwenye nuru ya uongofu. Ni rehma ya Allah. Wa idha quri'a al-Qur'anu, na inaposomwa Qur'ani, fastami'u lahu, isikilizeni kwa umakini, wa ansitu, na mnyamaze kimya kwa kuizingatia, la'allakum turhamun, ili mpate kurehemewa. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan, na umkumbuke Mola wako moyoni mwako kwa unyenyekevu na huku ukiwa una hofu, kimya kimya. Waduna aljahri min alqawli, na pasi na kujihirisha maneno ukapaza sauti ukaleta adhkari zako kwa kelele. Sema sauti utakayojisikia mwenyewe tu. Bilghudwi wal asali, fanya hivyo asubuhi mpaka jioni. Wala takum minal ghafilin, na usiwe miongoni mwa wenye kughafilika na hilo. Ukiendesha chombo chako unaituma plagi, haimisi, inachoma mpaka unaenda unarudi, haichoki. Ikichoka plagi kufanya kazi, safari huna, si kweli? Kwa hiyo na wewe Allah anakuambia weka hizo plagi zako zifanye kazi kutwa asubuhi mpaka jioni, usighafilike na hilo. Innal ladhina 'inda rabbika, kama wewe utagoma, innal ladhina 'inda rabbika, viumbe walioko kwa Mola wako, malaika, la yastakbiruna an ibadatihi, hawana kiburi cha kuacha kumwabudia yeye Mola wao. Yusabbihunahu, na wao wanamsabihi Allah, ni wepesi wa adhkari, wazoefu. Walahu yasjudun, tena wanasali kwa ajili ya Allah na sujudi kwa ajili ya Allah. Ukigoma wewe wala hutii hasara yoyote, hasara yako mwenyewe tu. Wa ila huna tamma bi'auni Allah ta'ala tafsiru surati al-A'raf. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Wewe sema wanawake tu inatosha. Sasa katika hao wanawake ambao tutastari nao, hivi bila shaka tutakuwa tunao.
inshallah. Viumbe walioumbwa kwa ajili ya mtihani ni sisi wanadamu na majini, ndio tuloletwa hapa kwa ajili ya kufanya mtihani, na sisi ndo tuliopangiwa siku ya kwenda kupewa matokeo yaumul hashr, siku ya kiyama, na matokeo yetu yatakuwa ni positive na negative. Tukatayarishiwa moto na pepo, ni sisi binadamu na majini. Ndio hiyo aya uliyoisoma. Malaika hawamo, wao hawamuasi Allah. Mnifahamu? Allah ana viumbe wengi. Malaika ni viumbe ambao hawana matamanio wala hawazaliani kama sisi, kwamba wana wake zao, wanazaa watoto. Wao Allah huwaumba hivi hivi tu, wakaumbwa complete na majukumu yake tayari. Mnifahamu? Wao hawana excess ya kukosea, kwa sababu hawana matamanio, hawapangi. Mnifahamu? Sasa ni watumishi katika ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala, wana majukumu yao na wanatekeleza. Kama umesoma suratu Zumar, kaisome aya zake za mwisho. Hiyo siku ya kiyama hata na wao Allah kasema, watara almalaikata hafina min hawli al-arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bilhaqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Kwa sababu wamepewa majukumu na wakayafanyia kazi, na malaika utawaona wamezunguka pembezoni mwa arshi ya Allah, wanamsabihi na kumuhimidia Mola wao. Mwisho, baada ya hukumu za hawa watahiniwa kwisha, watahukumiwa na wao kwa haki, kwa sababu wana duration ya service waliopei na wanastahiki maamuzi ya Allah. Wapi anawapeleka sisi hajatuambia, wala hajasema kuna pepo maalum ya kuwaweka malaika. Wao hawali, hawanywi, hawahitaji nyumba kama sisi. Hayo tumetayarishwa sisi watahiniwa, majini na wanadamu. Kwa hiyo nini atawafanyia? Kasema hapo kwenye suratu Zumar, atahukumu baina yao kwa haki, kwa sababu walitumia time, tumia nguvu zao. Atawapa na wao maamuzi yake. Inawezekana wakawa nasi peponi, lakini sisi tuna maisha yetu binadamu, tuna matamanio, tuna wake zetu. Lakini suala lako la pili, hapa duniani, kwa sababu ni mahala pa mpito, tumeumbwa wanaume na wanawake kwa ajili ya kuzaliana. Duration ya kipindi cha mtihani imefanywa ndefu, dunia ina umri mrefu sasa. Lakini watahiniwa hatukuletwa siku moja. Kwa hiyo wanakuja kwa zamu watu kufanya mtihani, anayemaliza muda anaondoka kwa kifo. Wengine wanazaliwa, wengine wanakufa. Wengine wanazaliwa, wengine wanakufa. Hayo ni session ya hapa duniani. Ikisha hapa, huko tunakoenda hakuna tena kuzaa. Hapa unazaliwa mtoto, unakuwa, unafikia utu uzima, unazeeka. Umenifahamu? Unapiga msosi, wakati mwingine unasababisha maradhi, unaumwa. Akhera hakuna kuumwa, hakuna kuzeeka, kila siku unakuwa kijana. Kwa hiyo kuishi mtu na mkewe au wake zake peponi ni sehemu ya maisha tu na starehe, hakuna kuzaa tena. Kwa hiyo siku zote wewe uko kijana, mtanashati, mzuri, unapiga msosi kama kawaida, mijengo ya fahari, na wake zako ambao mnapendana, unawapenda na wao wanakupenda. Hakuna jicho la nje huko la kuchukulia na wake, mwanangu. Kila mmoja ana wake. Umefahamiana? Wala wanawake hawana mchepuko wa kuwa na jicho la nje. Anasema hapana tabia. Peponi hakuna aina yoyote ya maudhi. Kule ndo kunako maisha, ni malipo ya kile ambacho hapa duniani tumefanya. Hamna kuzaa tena. Hii kuzaa ni ile idadi ya watu wanaotakiwa waje hapa itimie. Fatiru samawati wal ardi. Allah ndiye initiator, aliyevumbua maumbile haya ya ulimwengu, mbinguni na ardhini. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja, amekujalieni nyinyi watu wenyewe mko wanaume na wanawake. Wa minal an'ami azwaja, na wanyama kawafanya hivyo hivyo, madume na majike. Hii hikima yake, yadhraukum fihi, ni njia ya kule kukuzalisheni tu. Au wamemaliza muda wanaondoka, wengine wanakuja, wanaondoka, wanakuja. Huko hakuna hicho kitu. Kwa hiyo huko hakuna kufa, hakuna kuumwa, hakuna kufanya kazi,
Hayo yote yanafanyika hapa, ni mahala pa mtihani, kule ni maisha tu. Wallahu a'lam. Yamejibika? Mwanzo mimi nilikuwa na concept kwamba malaika watakuwa endelevu kama ni watumishi wa Allah. Pepo ama kwa sababu katika sura Zuhruf pale, katika sura Zuhruf kwamba watu wabaya ambao kwamba wako motoni wanamwambia Malik sasa, lakini hapo naambia kwamba Allah atahukumu kwa haki. Sasa hapo usichokielewa nini? Si nimekwambia kila kitu. Wametumika, lakini wao sio watahiniwa kama sisi, lakini utumishi walioufanya Allah atawalipa. Halafu kuna maisha mengine yanaendelea, wapi anawaweka hajasema. Sasa wewe ndio ushaona mahala aliposema Allah kwamba peponi watakuweko malaika wa motoni, watakuweko malaika wa motoni, wana majukumu yao endelevu hayo. Bila shaka na peponi watakuweko malaika wenye majukumu yao kwa kazi zao. Hayo tena sio lazima sisi tujue, it's none of our business. Yale ambayo tunapaswa kujua sisi ndo tumejulishwa sisi. Hayo mengine hata ukijituma kujua wewe hayakusaidii. Jengine. Naam Sheikh. Wa alaikum salam. Mbona unachanganya maneno? Iko hivi, wewe madamu uko hai siku yoyote, kwa sababu yoyote ile, ukajifunza na ukarudi kwa Mola wako, anakusamehe. Na hata kama utakuwa shehe mcha Mungu kama hivi mimi au mwingineo, kwa mfano ukiharibu dakika za mwisho unaenda motoni. Haizingatiwi huyu jamaa kajitahidi muda mrefu hivyo. Ukimalizia vibaya ndo umemalizia vibaya tu. Sasa haiwi sababu kwamba mimi nilipotea kwa sababu ya huyu. Zitakuweko hizo hoja siku ya kiyama, lakini hazina mashiko. Huyu ndo kanipoteza. Utamshika mkono umshtaki, lakini anakukomalia, mimi sie, ulipotea wewe mwenyewe tu, hukuwa sawa. Kwa hiyo uadilifu utafanyika na hadhulumiwi mtu. Kwa hiyo kama lilitokea tukio watu likawafunza wakatubu, inakuwa ni kheri. Ile sababu imetengeneza jambo huko. Lakini wengine, alikufa mtu si zamani sana hapa, dereva wa bodaboda, vijana wakasema akafa kishujaa mwanangu, tumzike kishujaa. Kishujaa vipi? Pale kaburini alipelekwa pikipiki ndo zilofukia kaburi, ile ring ile, yani mpira. Sasa huyu ndo kajifunza kwa tukio lilotokezea. Kwa hiyo akutengenea, anatengenea tu kwa sababu yoyote ile, anatengenea na Allah atamkubalia kama ni mkweli kwenye kutengenea kwake. Na anayepotea ndo kapotea kwa sababu yoyote iwayo, ndo kishapotea.
Imekaa sawa au bado imepinda kidogo? Hiyo tuiweke kwanza akiba. Iweke hiyo yaakhirisha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا وأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا زدنا علما وحكما وارزقنا فهما بفضلك يا لطيف وعلمنا ما لا نعلم وفهمنا ما لا نفهم إنك أنت ربنا وأنت الحكم وإنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.